Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Reverend Naomi Njoroge na nimeokoka dhuhuri ya leo. Ninamshukuru Bwana ni kwa sababu ya wema wake na ninajua ya kwamba ni mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Tujiandae siku ya leo ndio tuweze kusikia neno la siku ya leo, na ninajua Bwana Mungu atatubariki. Kwa hivyo naomba ukafungue moyo wako na ukatazamie huyu Yesu, ni kwa sababu ndiye ana jawabu ya maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Nitasema haleluya, tushangilie tunapokaribisha askofu wetu, na ninajua tutabarikiwa. Haleluya. Haleluya, let us celebrate Jesus. Naomba tukaketi katika jina la Yesu. We have a few minutes but God is in control. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale walio online, kwa majina yangu naitwa Bishop Ivan Njoroge. Nimeokoka na mpenda huyu Yesu kwa maana ameniokoa. Huyu Yesu ametembea pamoja nami na ubaya wote nimeona Mungu akinipigania na akinitetea. Jambo la pili, hii ni siku ya 21 ya mwaka wa 2026, siku ya 21 ya mwaka wa 2026. Kwa hivyo angali tuko katika mwanzo wa mwaka huu, na pia leo tuko siku ya 11 ya maombi ambayo tunaomba ili tukamate mwaka wa 2026. Na ninaamini ya kwamba Mungu atazidi kutuinua na kutendea vyema, na atazidi kutupigania katika jina la Yesu. Glory be to Jesus. Katika maombi yetu ya mwaka huu wa 2026, ninaamini Mungu atazidi kusimama pamoja nasi na atazidi kutupigania na kututetea katika jina safi la Yesu Kristo. Na wiki hii nimekuwa nikiongea kuhusu kupokea msaidizi kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maisha ya mwanadamu kuna mambo manne ambayo inahitaji wasaidizi. Jambo la kwanza, maisha yako inahitaji msaidizi. Maisha yako inahitaji msaidizi, ili msaidizi asaidiane na maisha yako. Glory be to Jesus. Jambo la pili, karia inahitaji msaidizi. Ili karia itimie inahitaji msaidizi. Jambo la tatu ambayo inahitaji msaidizi, calling yako inahitaji msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ipate msaidizi ili ya kwamba calling yako iwe salama. Na mwaka huu wa 2026 tunaomba Mungu atusaidie, atuunganishe na wasaidizi wazuri katika maisha yetu. Na jambo la 4 ambalo linahitaji wasaidizi ni maono yako. Maono yako ama ndoto zako uliyoiota, ili ndoto zako zitimie inahitaji wasaidizi. Na mwaka huu wa 2026 Mungu wetu tunapoamini atupatie wasaidizi katika mambo hayo manne. Calling, are we together? Calling, career, your life na dreams zako. Kwa maana ili dreams zako zitimie inahitaji watu wazuri ambao watasaidia ndoto zako. Unaweza kuwa umeota ndoto mzuri zaidi, na unaweza kuwa na karia mzuri zaidi, lakini karia hiyo ikikosa wasaidizi, hakuna wakati hiyo karia itakuwa nzuri. Na leo katika jina la Yesu Kristo, maombi yetu ya 2026
ni Mungu atuunganishe na wasaidizi wewe hata katika prayer line, ili sasa utimie vizuri. Unahitaji watu wazuri ambao watakuombea, watu wasaidizi wa maombi yako. Tunaona wakati Musa alikuwa mlimani, Biblia inasema kwamba naye Joshua alikuwa vitani akipigana na Wameleki. Tunaona Musa akiwa na Haruni na Huri. Wakati Musa anainua mikono hivi, Biblia inasema kwamba Haruni na Huri walikuwa wanasimama karibu na yeye. Kwa hivyo walikuwa wasaidizi wazuri, ili ya kwamba wasaidie Musa wamshikilie mikono yake, ili mikono yake isichoke, yaani ipate wasaidizi wazuri. Wiki hii katika jina la Yesu, na mwaka huu wa 2026, na Mungu wetu atupatie wasaidizi wazuri. Inua mkono, sema Baba, katika jina la Yesu, naomba unipatie wasaidizi wazuri katika maisha yangu, katika calling yangu, katika dreams zangu, kuanzia sasa, kwa maana Baba unaweza. Nani katika jina safi la Yesu nimeomba na nimeamini. Tuseme na mimi nimepokea wasaidizi wazuri. Amen. Na kweli kuna watu ambao wameitwa na Mungu dunia hii. Wale watu wameitwa vizuri, na Mungu ameweka mwito ambaye ni wa ajabu, lakini ile kitu wamekosa. Wako na Mungu, wako na Roho Mtakatifu, lakini hawana wasaidizi wazuri. Glory be to Jesus. Kuna mtu ambaye ni mtu ambaye ako na good ideas. Wale watu wanakuanga na good ideas, lakini ideas zao ikikosa watu wazuri, unaona huyu mtu anakwama, anateseka na anaumia. Lakini leo katika jina la Yesu ninaamini mwaka wa 2026 tutapata wasaidizi wazuri. Sema amen. Hebu tuone na kitabu cha Bwana katika Genesis 2 verse 18. Genesis 2 verse 18. Genesis 2 verse 18 inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Glory be to Jesus. Mungu akaona si vyema huyu mtu aishi peke yake. Kwa hivyo Adam alikuwa mtu ambaye ameumbwa na Mungu vizuri, na Mungu akamweka pale bustani. Kama vile Mungu amekuleta dunia hii, nilikueleza kwamba msaidizi, watu wengi wanafikiria kwamba msaidizi ni lazima awe mume ama awe mke. Siongee kuhusu usaidizi wa mke na mume. Sasa naongea usaidizi wa karia. Leo naongea usaidizi wa dreams zako. Tunaona Yusufu aliota, na wakati aliota ili ya kwamba aweze kuwa successful, aliota ndoto, na zile ndoto angeota ile ndoto na akose mtu ambaye wa kumpeleka kwa mfalme. Wacha nikueleze ingekuwa pili. Ni watu wengi tumeota, lakini hatuna wasaidizi wazuri katika ndoto zetu. Na leo katika jina la Yesu ninasihi Mungu sasa atupatie wasaidizi wazuri katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka tusomewe Exodus 17 verse 11. Exodus 17 verse 11 inasema, Exodus 17 verse 11 inasema, ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda. Anaini that hapo, shika vizuri. Biblia imetuambia kwamba wakati Musa alikuwa anainua mikono, Waisraeli walikuwa na shida. Na alipoushusha mkono wake,
Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Underline that. Basi lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Ilikuwa mzito. Basi wakatoa jiwe. Togekero haya Kutoka 17 ni Kutoka 17 verse 11 hotoli kabudu. Tuendelee. Ikawa Musa alipoinua mkono wake. Underline this. Underline that. Israeli walishinda. Na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Amaleki walikuwa wanafanya nini? Walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatoa. Ilikuwa nini? Mizito. Basi wakatoa jiwe. Wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitengemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikadhibitika hata juu lilipokucho. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Glory be to Jesus. Mungu alikuwa na wana wa Israeli, mtu wa Mungu Bwana Papa Nicholas. Lakini lazima kungekuwa wasaidizi wazuri ili Israeli washinde vita hii. Na Mungu alikuwa pamoja na Waisraeli. Lakini ili ushindi ule upatikane, lazima kungekuwa na wasaidizi wazuri wa kusaidia mikono ya Musa idhibitike vizuri, ili naye Joshua ashinde vita ile. Unaona sasa, na ndiposa tuko na Mungu na tunaomba zaidi, lakini ile kitu inahitajika ni wasaidizi katika mito wetu. Musa alitumwa na Mungu akae mlimani, naye Joshua aende vitani akapigana. Lakini lazima kuwe na mtu ambaye anamuinulia mikono hii alitogether ili ashinde ile vita iliyo mbele yake. Lazima kungekuwa na mtu ambaye atamuinulia mikono ili ya kwamba ashinde ile vita iko pale. Naye Musa ili ya kwamba aweze kuinua mikono, lazima angepatana na watu pia hapa wazuri ambaye wanatumia mawazo vizuri, ili sasa mikono ya Musa ikiinuka hivyo juu, na ujue aliinua mikono hivyo juu kama masaa 6. Mikono ya Musa ikawa mizito akaangusha. Lazima Haruni na Huri wakefikiria vile Musa atakaa chini. Unaona hivi? Na ile kitu imetutatiza, sio ati hatuna Mungu, lakini tumekosa wasaidizi katika maisha yetu na katika hatima. Kwa maana Joshua ana Mungu, Waisraeli wana Mungu, Musa ana Mungu, Haruni na Huri wana Mungu. Lakini hapa lazima kuwe na usaidizi unapatikana, na ile kitu imekosekana zaidi. Na maombi ambayo tutaomba wakati huu wa 2026 na mwezi huu wa maombi gani ni ataidhiria akalia. Ili wakalia, you need help. Do you have career? Do you have career? Ikiwa career yako ni business, are we together? Lazima hiyo business ipate wasaidizi. Unaweza kuwa umenunua vitu vyote katika duka yako, lakini kukosa wasaidizi wa kuja kununua. Na leo katika jina la Yesu, tera mwisho mligaleti yake, duka yako umeweka vitu. Jeni moko dolete, ndio Yesu mligaleti ndio toria sebere yako. Duka yako umewekeleta hicho. Wacha nikueleze, hata ukiweka ikose wasaidizi wa kuja kununua,
ni kazi bure. Leo katika jina la Yesu, inua mkono, sema Baba, kwa jina la Yesu, maombi ambayo naomba mwaka huu ni unipe wasaidizi wa karia yangu, ya calling yangu, ya maisha yangu, ya ndoto zangu kuanzia sasa. Nani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen. Yes. Tunaona vile mambo imekuwa katika Musa na Joshua, na Haruni na Huri. Eleza mwenzako, I have a great calling, but I need a good helper to assist me to achieve my goal. Glory be to Jesus. But tonight, in the mighty name of Jesus, we are praying our God this afternoon in Jesus' name to give us a good helpers, a good supporters. Glory be to Jesus. Mawimu wega huko mama breda kuli adu hakilisi yone subshooter. But let me tell you, we need a good supporter. We need a good helpers. Adoyeke mjomesida kwa watu wengi ambao wakati hii neno inahubiriwa wanadhani inahubiriwa mke na mume. Siongei hapo. Sasa ili karia yako, ili destiny yako isimame vizuri. Unaweza kuwa umeokoka, wewe umeokoka kabisa, una shida. Wewe muhonoku wega, ule na dhina. Ginya kilo kiaka wega. But you need a helpers. In your business, you need a good buyers. Those good buyers is a helpers. In our church, we need a good helpers. Ambaye watasikilia maono vizuri, watasikilia mwito vizuri, watasikilia huduma vizuri. Glory be to Jesus. Unaweza kuona mtu ambaye tu ana karama lakini ile kitu imekosekana kwake. Ni good helpers. Are you together? Mwaka huu tutabadilisha maombi yetu ili tupate good helpers. Na maombi yetu inakuwa ni kupokea good helpers. Somea pale Genesis. Pale tulikuwa tunasoma. Are you there? Genesis 2 verse 18. Genesis 2 verse 18 inasema, Bwana Mungu akasema. Nani anasema hapa? Bwana Mungu. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Adaini that. Hapo shika vizuri. Ambaye ana nini? Anafanana. Sio kama unaweza kuwa mtu ambaye unafanana naye katika mwito, mtu ambaye unafanana katika karia, mtu ambaye unafanana katika maono. Ili maono yako ifikae vizuri, lazima Biblia inasema kwamba huyu mtu si vyema akae peke yake. Kwa hivyo hata mahali unauza, si vyema ukae hapo peke yako. Lazima upate watu wa kuja kununua. Na hii inaitwa karia. Karia inahitaji helpers. Tena mwito unahitaji helpers. Musa alikuwa mtu ambaye ana mwito mkubwa zaidi. Na ikiwa kuna mtu dunia hii alikuwa na mwito mkubwa ni Moses. Lakini hata Moses tunamuona pale anainua mikono yake hivi. Lakini hata akiinua mikono inachoka.
saa hii inua dakika 2, uinue tu mikono hivi. Dakika 2 utasikia mikono inaanza kuwa mizito. Na Musa alikuwa na uwezo zaidi. Musa ali na hinya wa Ngai. Nirona aroya moko na iguru ithawani ko thukika hoto cia Israeli. No tamenya ni abataraga hero basi. Miaka hiyo yote tumeishi dunia hii. We need help us. Tuendelee pale ili tumalizie. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Glory be to Jesus. Unaona hata Adamu alikuwa mtu ambaye Mungu amemdhamini sana. Kwa maana hata kuiita hii minyama, Mungu aliweka uwezo ndani ya Moses, ndani ya Adam. Lakini Adam alikuwa anahitaji msaidizi. Awitubele. Wacha nikueleze, sio ati Mungu hajajibu maombi yako. Miaka hiyo imeisha, ni vile unahitaji msaidizi. Kubarisha tu niongeze kitu kimoja ama niseme jambo tu moja. Biblia imesema ya kwamba mtu ambaye ni wa kufanana naye. Mtu ambaye ni wa kufanana naye. Na hivi nasema the Lord God said it is not good for the man to be alone. I make her helper suitable for him. Sasa nataka kufanana ndio sasa suitable. Tuangalie tuone ya kwamba nataka kufanya kitu fulani hapa. Kitu suitable ama kufanana ni vitu ambazo zinaambatana vizuri na kuingiana vizuri. Kuna watu wengi tumepatana na wao ndio wanatusaidia, lakini hawawezi wakatuinua kiwango suitable. Ya not suitable. Niseme sasa ninataka kupanda kwa kukalia hiki kiti na nataka support ili niinuke. Nikiweka hiki kiti juu ya hiki kiti ili nikalie, haiwezekani. Suitable for this one. Si nimekaa na ninahitaji mtu ambaye tunafanana. Maono ni mambo ni moja. Tuko na spirit moja. Hiki kiti plastic ni moja. Lakini nataka kuinuka. Kwa hivyo nataka mtu akunisaidia. Na yule msaidizi wangu, msaidizi huu si suitable, atufanani. Kwa hivyo nikikuja hapa ili ya kwamba aniinue, ili anisaidie, haiwezekani hata kidogo. Hata itavunjika. Itakuwa suitable. Lakini sasa nikipata ambaye ni suitable, Bwana asifiwe. Nikipata ambaye ni suitable, ataweza kuniinua. Ni kwa sababu tunafanana. Ni kwa sababu tunafanana. Kwa hivyo nikipatana na yeye, Mungu amesema suitable, ambaye tunafanana, ataweza kuniinua. Na nikipata mwingine bado ambaye tunafanana suitable, nitaenda to the next level. Ni kwa sababu bado nimepata mwingine ambaye tunafanana, ambaye ni suitable. Bwana asifiwe. Na sasa askofu anasema ya kwamba tupate mtu ambaye tunafanana. Yes. Na ili ya kwamba akainue karia yetu. Bwana asifiwe. Unapopata mfanyikazi, tuseme kwa duka, unaweza pata mfanyikazi lakini sio suitable kwa sababu ni wa kukopa. Kwa sababu nasema sasa msaidizi wa kitu anaweza kuwa si suitable. Amfanani katika mawazo. Hata kupata vitu ili customer hawezi. Bwana asifiwe. Lakini tunafaa kupata mtu ambaye ni suitable. Mtu ambaye tunafanana, anapanga vizuri vitu vizuri inavyohitajika ili aweze kuvutia wateja. Unaweza leta mtu kazini wa kuita wateja, lakini kazi
kazi yake tu ni kukaa hivi, lakini na kuongea na sura ingine anaweka. Sasa ndio Biblia inasema mnayefanana. Na ndio sasa Musa na Aroni na Huri na Joshua walikuwa wanafanana, walikuwa suitable one to each other, walikuwa suitable. Na ndio vita wakaweza kushinda, ni kwa sababu walikuwa suitable, walikuwa wanafanana. Umeelewa kitu hapo? That is a good example. Your life change imekuwa suitable sincerely speaking. Your life is suitable. Ni alivyoonyesha. Me, your life is suitable. No, we are not suitable. Hatujapata suitable. Watu ambao wanaingiana katika karia, semi maisha, semi mke na mume, katika karia yako, karia yako imekutana na suitable help. Kanisani umekutana na suitable. Na nilikuwa nasema ya kwamba hata katika business ukikutana na watu wa kukopa, hao sio suitable, kwa sababu wanaelekesha kazi yao katika kupima na kukopa. Hata business kanisani tukikuta kwa watu sio suitable. Suitable ni kitu gani? Ni watu wanasikia neno vile inasema, wanafanya vile neno inasema, wanaamini pamoja. Tukisema ni fasting, hao ni suitable. Wanafanya fasting kama vile vitu inaingia. Are we together? Na ndiposa tunateseka katika mwito, na ndiposa unateseka katika karia yako, kwa maana umekosa suitable. Umekosa mtu ambaye mnafanana. Na sinaona kama vile Baba Nicholas amerudia. Ule ni Joshua anapiga watu wa Amaleki. Huyu ni Musa ako pale mlimani. Lakini wanafanana na yule ako kule. Na yeye ambaye ako hapa Musa na niko mdizo waniko. Todo Musa akainua tu mikono, naye Haruni wakose kufikiria kutafuta mahali pa kukaa, aingekuwa suitable. Glory be to Jesus. Speaking, ongelesha aliye karibu na mwambia kwamba be suitable to me. Are we together? Be. Glory be to Jesus. Be suitable. Nehemiah 4 verse 16. Nehemiah 4 verse 16. Nasema uone suitable. Pale kitu anafanya kazi ili aweze kuingia katika ibada ya leo, lazima angekuwa na mtu suitable. Amwache pale akuje. Hivyo pia Mungu hawa mtiga akaji ya kukuia. Usione suitable. Ejeni usione suitable kweli. Wamutigira hali ya foto akamenya ego tigete pale pembeni ukakora mudhire. Tusomee Nehemiah 4 verse 16 nasema. Nehemiah 16 nasema. Nehemiah 4 verse 16. Nehemiah 4 verse 16 nasema. Ikawa tokea wakati huo nusu ya watumishi wangu walimtumika katika kazi hiyo. Ikawa tokea wakati huo Nehemiah 4:16 inasema. Ikawa tokea wakati huo nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na dalili na maakida walikuwa nyuma ya nyumba
mzigo. Walijitweka wenyewe, kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja, na kwa mkono wa pili alishika silaha yake. Glory be to Jesus. Turudie vizuri mili ukiwa sasa umeelewa. Nehemiah 4:16 inasema, Nehemiah 4:16 inasema, ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu walitumika katika kazi hiyo, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na dalili, na maakida walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Watu wale waliujenga ukuta, na wale waliochukua mizigo walijitweka wenyewe. Glory be to Jesus. Angalia hata kutengeneza hii nyumba, kuna wengine walikuwa na mikuki na wengine wanajenga ukuta, kwa sababu walikuwa sita, walisimama ili wasaidiane. Kwa hivyo hata kujenga ukuta wa Yerusalemu hawangeweza, Nehemia hangeweza bila wasaidizi wale ambao wanashika paka taa, wale ambao wana mikuki na mkono huu mwingine wanapigana ili ya kwamba ukuta umalizike vizuri. We need a good helpers katika maisha. Na leo katika jina safi la Yesu, ninaamini kuanzia siku ya leo mambo itachange. Mwaka huu wa 2026 lazima mambo yabadilike leo. Eleza mwenzako, lazima ibadilike leo katika jina la Yesu. Tunaposoma Romans 16:3 ili tuingie katika maombi ya leo. Romans 16:3 inasema, Romans 16:3 inasema, nisalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Amen. Waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu. Gai. Unaona hawa watu? Warumi 16:3. Nisalimieni Priska na Akila. Warumi 16:3. Tuendelee. Warumi 16:3 inasema, nisalimieni Priska na Akila. Wafanya nini? Nisalimieni Priska na Akila, watenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu. Ambao ninawashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Ila makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lililomo katika nyumba yangu. Nisalimieni Epaineto, mpenzi wangu, aliye malimbuko ya Asia ya Kristo. Nisalimieni Mariamu, aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. Glory be to Jesus. Hebu soma pale hapo hiyo mstari wa 16 inasema, nisalimieni Mariamu aliyejitaabisha sana kwa ajili yenu. Nisalimieni Mariamu aliyejitaabisha
nimejitaabisha sana kwa ajili yenu. Nisalimieni Androniko na Yunia, jamaa zangu waliofungwa pamoja nami, ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Nisalimieni Ampliato. Tufikishe hapo. Pigia milima makofi imejaribu. Tufikishe hapo kidogo. Alitutenda hivi. Angalia mpaka Paulo. Baba Nicholas. Paulo nasema wasalimie ambaye walijitoa hata wakatwe kichwa. Wakatwe nini? Kichwa. Kwa vile wamekuwa wasaidizi. Kwa vile wamekuwa wasaidizi wema katika kazi ya Bwana. Niliona hapa wakati kulikuwa na mgomo. Mimi sikuwa najua kuna mgomo jamani on Monday. Is it Monday? Sikuwa najua kuna mgomo watu wa Bwana. Mimi nitoka tu hapa nikaenda. Nikifika town nikaona kumetokea nini? Lakini kuna watu wawili walisema Bishop, lazima tukufikishe mpaka mahali unaenda, ili ukipigwa tupige tu. Leo katika jina la Yesu, ni vyema tu katika jina la Yesu kutokea Aeropass katika Kalia na katika tumesema nini? Kalia yako, mwito wako, maisha yako na dreams zako inahitaji wasaidizi. Sio ati Mungu hajajibu maombi, sio ati Mungu hako pamoja na wewe, ni wasaidizi umekosa. Glory be to Jesus. Hebu tusimame mbele za Bwana tumwambie mwaka huu katika maombi yetu, ombea kalia yako ipate wasaidizi. Ombea calling yako ipate wasaidizi. Ombea maisha yako ipate wasaidizi. Ombea dreams and visions zako ipate wasaidizi wazuri ambao wanafanana nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele yako katika maombi ambaye tunaomba ya mwaka wa 2026, na ita damu ya Yesu iliyo na uwezo sasa katika jina la Yesu. Na nimeombea kalia uliyonipatia ipate wasaidizi wazuri katika jina la Yesu Kristo. Nimeombea hatima yako ipate watu wazuri katika jina la Yesu. Nimeombea dreams zako ipate watu wazuri. Kumbe ni watu wazuri sijaomba, naitisha watu wazuri katika maisha yako katika jina la Yesu. Na kanisa lako Yesu nimeliombea lipate wasaidizi wazuri, waombezi wazuri, waimbaji wazuri, prayer partners wazuri katika jina la Yesu. Na leo jioni ya leo, ikiwa ni siku ya 11 ya prayer and fasting ya yetu Yesu, naomba utuachilie wasaidizi wazuri katika kalia hii, katika mwito huu, katika maisha haya, katika uombezi huu na katika vita vyako. Naomba wasaidizi wazuri katika jina la Yesu. Mahali tumefika Yesu, naomba wasaidizi wazuri katika jina la Yesu. Naomba wasaidizi wazuri katika jina la Yesu. Naomba wasaidizi wazuri, na maisha haya ile kitu imekosekana ni wasaidizi wazuri, na nimekuja mbele yako katika jina la Yesu. Yesu uliniita, naomba wasaidizi wazuri. Ulinipa karia nzuri, naomba wasaidizi wazuri. Ulinifanya niwe business woman na business man, naomba wasaidizi wazuri katika jina la Yesu. Na jioni ya leo, ikiwa leo ni siku ya 21 ya mwaka wa 2026, nasimama mbele yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Nasimama mbele zako katika jina la Yesu. Naomba wasaidizi
wasaidizi wazuri katika maisha yetu, katika fellowship zetu. Naomba wasaidizi wazuri katika huduma hii na katika mwito huu. Oh Jesus, naomba wasaidizi wazuri katika maisha haya. Ile kitu tulikosa, Jehova, tulikosa wasaidizi wazuri, tulikosa wasaidizi wazuri, na leo katika jina la Yesu naomba wasaidizi wazuri, kwa maana Baba unaweza. Wasaidizi wazuri katika mwito huu na maombi yetu, Jehova, tunaomba wasaidizi. Na katika kanisa hili la Faith Manifestation Church, naomba utupatie wasaidizi wazuri, watumishi wako na washirika wote wa Faith Manifestation Church, na waombea wapate wasaidizi wazuri katika jina la Yesu. Kuna mama hapa ananiangalia, anahitaji wasaidizi wazuri katika karia ako nayo. Kuna mzee aliye mahali hapa anaomba Mungu mpatie wasaidizi wazuri. Kuna mtu hapa, mtumishi wako anahitaji wasaidizi wazuri. Umemuita Mungu wako, umempatia kazi yako, lakini amekosa wasaidizi. Naomba umpatie wasaidizi wazuri katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu hapa, Jehova, anaomba wasaidizi hata katika wale watu amewaajiri, anahitaji wasaidizi wazuri. Jioni ya leo katika jina la Yesu mpatie wasaidizi wazuri. Kuna mtu hapa jioni ya leo anaomba umsaidie katika karia yake. Kuna mtu ako na karia yake, Mungu naomba mpatie karia hiyo, uipatie wasaidizi wazuri katika jina la Yesu. Kuna mtu ako na great calling, anahitaji wasaidizi. Kuna mtu, Jehova, aliota ndoto nzuri zaidi, lakini ili itimie anahitaji watu ambaye ni wasaidizi, watamsaidia kuvinganisha katika ndoto hiyo. Mungu naomba patiana wasaidizi katika zile ndoto tulizoziona. Tuliona tukiwa katika mikutano mikubwa, lakini tumekosa wasaidizi wazuri wa kutufikisha katika mikutano mikubwa. Wengine walioto wakiwa wazuri katika kufanya kazi yako, lakini wamekosa wasaidizi wazuri. Na waombea wapate wasaidizi wazuri kuanzia sasa katika jina la Yesu, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu na unaweza, Jehova, unaweza. Kuna mtu biashara yake ako karibu kuifunga, kwa maana imekosa wasaidizi wazuri. Leo naondoa ile giza ambaye imesumbua ile karia yake na business yake. Naondoa hiyo giza ambaye imefunga kazi hii. Kuna mtu hapa ako karibu kufifia kwa sababu amekosa wasaidizi. Leo ninaomba wasaidizi hao watokee na wasimame katika mahali wanamaa wao. Musa aliinua mikono wakachoka, mpaka Haruni na Huri wakatokea. Leo naomba Haruni na Huri wakuje ili tushinde vita hii, kwa maana Baba unaweza. Asante kwa maana wewe Mungu umenisikia wakati huu, kwa maana ni wewe kimbilio. Nani katika jina safi la Yesu tunaomba Mungu na tumeamini. Tuseme amen, 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 amen. Sasa katika jina safi la Yesu nimeamini ya kwamba tumepata hawa wasaidizi, na wiki hii na mwezi huu wa 10 na mwezi huu wa kwanza na leo tarehe 21, ninaamini siku hiyo ambayo tulisema tuombe Mungu, katika siku hiyo 21 ninaamini hayo maombi yetu tunapomalizia kuomba, wasaidizi wazuri watakuja katika karia zetu katika jina la Yesu. Glory be to Jesus. Sasa na wakatoa sadaka zetu katika jina safi la Yesu, sadaka zetu katika jina la Yesu, in Jesus name. Na ninaamini damu ya Yesu itatusaidia katika jina la Yesu. Watu walio online tunatoa sadaka zetu katika jina safi la Yesu. Na ninaamini Mungu atakubariki. If you have your 10%, Mungu atakubariki katika jina la Yesu. If you have connection fee, Mungu atakubariki unapofanya jambo hilo. With Jesus. Tuendelee kuombea mambo haya ambayo namfundisha
na Mungu wetu atubariki katika jina la Yesu Kristo. May the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.